wabarakatuh, mtazamaji wa Kishki TV. Karibu sana katika kipindi chako cha Mobile Sheikh ambaye anatembea tukiwa tunapita katika vijiwe tofauti na Sheikh akiwa anatoa darsa mbalimbali kupitia kwenye vijiwe akiwa anawafuata. Kumbuka ya kwamba kipindi hiki kinakuwa na sehemu tatu, kwa maana ya sehemu ya kwanza ikiwa tunakuwa na mada ambayo wenyeji wanaichangia, lakini pia baadaye kutakuwa na upande wa maswali, na mara baada ya maswali hayo kutoka kwa wenyeji kwenda kwa Sheikh, lakini pia kutakuwa na maswali kutoka kwa Sheikh kwenda kwa wenyeji wake ambao wanamfuatilia na kumsikiliza kwa hapa. Na katika kipindi cha mwezi wa Ramadhan budget zimekuwa ni kubwa kwa upande wa Waislamu. Sasa mada ya leo inazungumza kwa nini budget za Waislamu katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhan kimekuwa ama zimekuwa zikipanda. Ndio mada ambayo tutaizungumza hapa na wazee wa kijiwe hiki katika eneo hili la Mbagala Zakimu. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Bajeti zinapanda kutokana na hali halisi tunavyopokea mwezi. Sawa? Mwezi tunaopokea kwa kudhamiria kufuturu daku, umesikia? Matumizi ya kuandaa yanakuwa makubwa, matumizi yanakuwa mengi. Kwa hiyo matumizi yanapokuwa mengi, unahitaji kula hiki. Kwa hiyo lazima pande. Sawa? Hilo la kwanza. La pili, serikali yetu inajitahidi sana kuwaambia wafanyabiashara ambao wako katika malengo ya uuzaji, sawa, kwamba msipandishe vitu, lakini wafanya biashara ambao si waaminifu, mwezi kama huu ndo wanachukua advantage ya kupandisha hivyo vitu. Sasa hili ndio linatokana kwamba bajeti zinapanda mwezi wa Ramadhani kutokana na ulaji wetu na wafanya biashara. Sasa hapo ndio panapokuwa ugumu mwezi wa Ramadhani, huwa bajeti zinapanda kwa ajili ya kwamba wafanya biashara sio waaminifu. Wao wanaongeza bei zao kwa kujua kwamba lazima watakuja tu kununua ndizi, viazi, miogo, nini. Sasa hiyo ndio inachangia sana kuwa bajeti inakuwa kubwa. Salamu alaikum. Gharama zinapanda. Kwanza mwezi wa Ramadhani ukiwa unafunga, basi kila kitu unachokiona wewe unahitaji, aidha kiwe cha thamani au kisina thamani. Ujali kwamba hivyo vitu unavyovichukua utakula au hautokula, lakini we kwanza hivyo vitu lazima uvinunue wakati katika swaumu. Hiyo ndo sababu gharama zinapanda. Na lingine ndo kama wanavyosema, mwezi wa Ramadhani kila mtu saizi kashapanga. Mwenye minazi shamba anasema mpaka Ramadhani ndo nikauze, akijua atapandisha bei. Kwa hiyo hapo gharama lazima ipande. Mwenye mchele naye anasema subiri kidogo, acha kwanza upite Ramadhani ndo mchele utauzika. Kwa hiyo ndiyo sababu ya gharama zinapanda. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna neno biashara huria. Hii biashara huria hii ndio inayotuumiza wananchi, hususan kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa mwezi wa Ramadhani. Kipindi hichi mtu anatoa mazao yake huko shambani akijua kule kuna biashara huria. Kwa hiyo mimi mchele wangu au mahindi yangu nitauza bei ambayo ninayohitaji mimi, pasipo kujua kama anaoenda kuwauzia ni Waislamu wenzie au binadamu wenzie, ili wapate chakula kwa wakati, kwa bei nafuu elekezi kama ilivyokuwa serikalini. Lakini yeye anachukulia advantage kwa vile mwezi huu kila kitu yeye atapandisha kwa kuona mimi nipate faida kubwa. Wananchi hasa hususan wa hali ya chini kutumia hivi vitu ambavyo wanavyotuletea wafanyabiashara. Asante sana. Asalamu alaykum. Kwanza nashukuru sana kwa kujiwa na ugeni, na mada ni mzuri sana. Wanaojua mwezi wa Ramadhani na wanaojua thamani ya Ramadhani. Napenda kuongea au kuchangia mada. Haya yote wamezungumza, lakini kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, kwamba kujua kwamba sisi duniani ni muda wote tunaondoka, tuko safarini, tukiweka matamanio sana ya dunia mbele kuliko kuweka matamanio ya majumba yetu ya kaburi ya kesho. Hili ndio linatukosa.
na hili ndio linaleta changamoto sana. Wenzangu wote wamezungumza waliopita, kweli inapofika mwezi wa Ramadhani watu wanaweka bajeti zao, inapofika mwezi wa Ramadhani nguo zinapanda, inapofika Ramadhani kitunguu kilikuwa kinauzwa shilingi 50 lakini kinauzwa shilingi 100 au 200, kwamba vyote wameweka katika bajeti zao, lakini haya yote yanakuja kutwa kuwa na hofu na Mwenyezi Mungu, au kutwa kuwa na hofu kusema sisi muda wote hapa duniani tunafanyaje, tunaondoka. Kama nafikiri michango itakuwa imeeleweka kwa ambao wamechangia, na wengi wakigusa kuwa ama wakipeleka lawama kwa wafanyabiashara ambao ndio wao wanasababisha bajeti iweze kupanda, lakini si kwa sababu ya watu labda wanapenda zaidi kula. Na hizi pesa zinatoka wapi wakati huo? Mbona watu tunalalamika kwa pesa hatuna? Sasa pesa hizi ambazo wafanyabiashara wakipandisha, sisi tunazitoa wapi? Pesa yani kwamba urazima mwanadamu ni lazima ale. Hiko tuelewe kwanza, kwamba hata unapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani hauna jinsi, ni lazima ufuturu. Wewe utajua mbinu ya kupata pesa, kama mfanyabiashara, kama mwokota macho, kama sijui unafanya kazi ya kubeba zege, hiyo ndio utapata, ndio itakurisha. Haya, shukrani sana. Na baada ya kusikia mitazamo hiyo ya wanakijiwe kutoka hapa Mbagala Zakem, sasa ni wakati wa shekhe kuzungumzia na pia kwa kini atachukua nafasi hiyo kuweza kumkaribisha shekhe, na shekhe naye pia ataanza mazungumzo yake katika upande wa kijiwe cha siku ya leo. Karibu bwana, umkaribishe shekhe. Kwanza sisi shekhe tunashukuru sana. Zakem ni mji mkubwa, nafikiri kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwenda baadaye haya. Kwa hiyo tunashukuru kwamba umetuheshimisha, umekuja, na hapa ndio wanasema wenye mji wenyewe. Kama kuna watu wengine wamekaa 30 hapa, wamekaa 40, wengine wamekuja hapa wakiwa watoto wanazekea hapa. Kwa hiyo shekhe tunashukuru sana umekuja, sisi ni vijana, hawa ndio wazee wetu, na tunashukuru Mungu alhamdulillah, asilimia kubwa wazee hapa ni Waislamu. Kwa hiyo likitokea lolote, hao ndio wazee wetu tunaowakimbilia. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunawakaribisha kwa moyo mmoja. Kikubwa zaidi utuombee dua, na wazee na hivi wakufanyie dua, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anayejua asili ya dua, nani ambaye anakubalika zaidi katika hilo. Kwa hiyo katika wazee wetu katika masuala ya kidini, huyu hapa ndio tumweka mbele shekhe wetu. Kwa hiyo ni hilo tu. Shukrani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد يكم شكور الله جل في علاه لكم تكيا رحمنا أماني mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nina furaha isiyokuwa na kifani leo kipindi chetu cha Mobile Sheikh, shekhe anayetembea, kipindi chetu kufanyika katika kijiwe hiki hapa Mbagala Zakiem. Tunaamini ya kuwa wanaopatikana msikitini na wasiopatikana msikitini, basi wasiopatikana msikitini huenda wakawa wengi zaidi. Kabla sijachangia mada iliyopo mezani, naomba niwakumbushe jambo moja. Kipindi chetu pia kinadhamini kahawa, tangawizi zinazouzwa katika kijiwe hiki. Kuleni, kunyweni, tunalipa sisi. Ndio raha ya kukaa kijiweni, lazima tupate vitu kama hivi sisi watu wa pwani. Mada yetu inasema, kwa nini bajeti za Waislamu
hupanda maradufu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ukweli ni kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani huja mara moja kwa mwaka. Tukiangalia leo, tathmini yaonyesha gharama tunazotumia Waislamu katika vyakula ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, gharama ni kubwa kuliko hata nje ya Ramadhan, ili hali sote tunafahamu ya kuwa mwezi wa Ramadhani si mwezi wa kula kula, bali ni mwezi wa kufunga. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia Ramadhani ni mambo mawili, siyamun wa qiyam, ni funga na kisimamo. Akasema, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayefunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kumwamini Allah, ukweli wa kumwamini na kwa kutarajia malipo kutoka kwake, huyo atasamehewa madhambi yake aliyokwisha yatanguliza. Akasema tena, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, na atakayesimama usiku wa Ramadhani katika visimamo mbalimbali, swala mbalimbali na ibada mbalimbali, kwa kumwamini Allah na kwa kutarajia malipo kutoka kwake, basi atasamehewa madhambi yake aliyokwisha yatanguliza. Kwa hivyo tunakubaliana mimi na nyinyi kwamba Ramadhani ni mwezi wa funga, si ndio jamani? Na mfungaji anaagizwa ajizuie na mambo makuu matatu. Tuwe makini sasa na ndugu yangu huyu wa tangawizi, wa maadaraka matangawizi. Fanya fasta, usitutoe kwenye reli. Wewe wafuata kwa nyuma vijana huko. Naam, mfungaji anapaswa ajizuie na mambo makuu matatu jamani. Jambo la kwanza, kula mchana wa Ramadhani maksudi. Kwa nini tunasema maksudi? Kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia, man nasiya wa huwa saimun fa akala au shariba falyutimma saumahu, atakayekula ili hali amefunga, amekula kwa kusahau, yani atakayejisahau mchana wa Ramadhani akajikuta amekula au amekunywa kwa kujisahau, basi na atimize saumu yake. Saumu yake iko pale pale, haijaharibika. Kwa nini? Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, kwani Allah ndiye aliyetaka kumlisha na kumnywesha. Kwa jambo la kwanza, ndugu zangu, mfungaji anapaswa ajizuie na kula. Jambo la pili, mfungaji anapaswa ajizuie na kunywa. Jambo la tatu, mfungaji anapaswa ajizuie na tendo la ndoa mchana wa Ramadhani. Na hapa kuna challenge nitaiomba uisimamie mtangazaji, lakini mwishoni mwa kipindi. Lakini wakati naweka hiyo challenge, nauliza maswali. Jamani, uwezekano upo wa mtu aliyefunga akajisahau akala au akanywa? Uwezekano huo upo au upo? Mwanzoni mwa Ramadhani mtu kajikuta kakamata maji, nimefunga bwana, nimesahau. Sasa wanawachuoni wanasema mtu anaweza kujisahau akala au akatia kitu kinywani, mdomoni, akastuka, kumbe nimefunga, akakitema kile kitu, akasukutua, akaendelea na funga. Au mtu anaweza kujikuta amejisahau amekunywa.
Wallahi haya yapo, yatokea. Swali, watoto wa Mbagala za Kiemu, kama mnakubali mwanadamu anaweza kujisahau mchana wa Ramadhani akataka kula au kunywa au akala kabisa, bimaana sio mwanzo mwisho, yani akatia kitu mdomoni au akajikuta amepiga maji kidogo kajisahau, je, anaweza kujisahau mtu akatenda tendo la ndoa mchana wa Ramadhani? Hilo sasa mtalijibu baadaye. Kwa hiyo kwa kuwa mfungaji amekatazwa na mambo makuu matatu na ameagizwa ajizuie na mambo makuu matatu: kula, kunywa na tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, sio ndugu zangu? Kwa maana hiyo Ramadhani ni mwezi wa kufunga, wa kujizuia kula na kunywa, si ndio? Na katika mwezi mtukufu wa Ramadhani sisi tunakula, yani wengi wetu tunakula rakaa ngapi kwa siku? Wengi wetu 2 jamani, iftari na daku. Na tathmini yaonyesha si kila mtu anaweza akapakia kisawasawa iftari. Waswahili wanasema mkamia maji hayanywi. Utasikia leo saumu kali, leo bwana hata nikifungua naanza na chupa lita 1 ya maji ya baridi, au leo lazima nile sana. Huyo aliyekamia kula sana au kunywa sana ataishia njiani. Ina maana si kila mtu anaweza akala sana iftari, wengine wakigusagusa kidogo basi wameshashiba. Tukirudi katika daku sasa, ni wachache wenye uwezo wa kuamka saa 10 alfajiri wakala daku. Sasa kiakili tunaenda na akili sasa, si ndio? Sisi ni Watanzania, si ndio? Watanzania tumeitwa wabongo, sio? Kwa nini tumeitwa wabongo? Tunatumia sana akili, ubongo unafanya kazi, si ndio manake? Sasa jamani, anayekula, yani mwezi huu unakula rakaa 2 na mwezi uliopita umekula rakaa 3, ni mwezi gani kiakili ulipaswa kuwa na bajeti ndogo? Ule mwezi unaokula rakaa 2 au mwezi unaokula rakaa 3? Ule ambao unakula rakaa 3, sio? Kwa nini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani bajeti zetu zishuke kidogo tofauti na miezi mingine? Lakini leo mtu anaweza akajikuta bajeti anayoitumia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika kula na kunywa ni kubwa kuliko miezi 11 yote. Sina maana ya kuwa Waislamu hatutakiwi kula vizuri, hapana. Allah kasema katika sura ya 2 Al-Baqara, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vile vizuri tulivyo waruzuku. Kwa hiyo sisi tumeambiwa tule katika vile vizuri alivyoturuzuku nani? Alivyoturuzuku mwenyewe Allah. Hatujakatazwa kula vizuri na kunywa vizuri ikiwa kuna wasaa huo, lakini wakati huo tumekatazwa kutumia au kula kwa fujo na kwa ubadhirifu, kwa israfu. Kwa nini bajeti zetu zinapanda? Kila mmoja ametoa rai yake hapa, sio? Kuna waliosema wafanya biashara ndo tatizo, kuna waliosema bana lazima tule vizuri kwa sababu ni mwezi wa funga. Sasa mimi nakuulizeni Waislamu, si Waislamu tuko asilimia kubwa? Mimi nakuulizeni, nje ya Ramadhani huwa tunafunga funga za sunna au hatufungagi? Tunafunga kila Jumatatu na je, kila Jumatatu na Alhamis futari tunazokula ni sawa na futari tunazokula Ramadhani? Kwa nini? Funga si ndio ile ile, kujizuia ni kule kule. Kwa nini mwezi wa Ramadhani wamejisemea vijana watemeke mazagazaga kusaza, na futari sasa hivi ziko aina 2? Kama watu wa Mbagala zamani ilikuwa Temeke na mpaka leo si wilaya Temeke, mnatarajia kujitenga mna wilaya yenu, si ndio? Allah wasaidie katika hilo. Vijana wa Temeke wanasema siku hizi bana futari zimegawanyika katika maeneo makuu mawili. Kuna futari inaitwa futari ya aina moja Msumeno. Hebu niangalieni bana, unakamata unapeleka Msumeno, unakamata unapeleka. Vijana sasa hivi wakialikwa futari unauliza bana, mwanangu vipi huko ni futari Msumeno drafti? Vijiweni mnajua drafti,
na zipo draft hapa, si ndio? Futari ya drafti sasa ndio inayotuumiza. Unapiga kidogo tambi, maharage kidogo, sijui magimbi, sijui kitu gani, wanasema hiyo ni draft. Uislamu haukatazi Muislamu kama ana uwezo akapika futari ya drafti aina mbalimbali, ila Uislamu unakataza umepika vyakula vingi vinakushinda, alafu vikisha kushinda bora uviweke uje kula wakati wa daku. Daku pa unasema si watu wa pwani bwana, si mamwinyi wa pwani shekhe, mimi usiku bwana daku bwana bila mpunga wa mtume daku haipandi. Wali mweupe cha mtume, utadhani mtume tulika naye tulimwona anakula wali mweupe. Nani alikwambia mtume alikuwa apendi pilau, anapenda nani mweupe? Na samaki kidogo, mchuzi wa nazi, si watu wa pwani. Kumbuka ya kuwa kuna draft umeacha kwenye freezer. Kile chakula ulichokipika futari aina mbalimbali umeshindwa kukimalizia, usiku tena unapika chakula kipya. Maisha yako yanakuwa hivyo. Tumekuwa kama ni watu ambao nafsi, alisema mzee wangu, nafsi natamani kula wakati wa Ramadhani. Hatujakatazwa kutamani kula wakati wa futari, kula futari nyingi. Tulichokatazwa unapika kingi, mlaji hakuna. Hapa ni dhambi. Na nakuulizeni swali, wazee wetu hapa, tunao wazee wengi hapa, si ndio? Hapa wazee wetu, mtuambie miaka ya nyuma tulikuwa tunakula futari wapi? Tunakula futari ndani kabisa, chumbani, barazani. Jamani, sisi wengine wadogo tuanza kufunga, tunadoea futari za barabarani, za mitaani. Kila nyumba jamani, nje barazani kuna mkeka, kuna futari. Chakula kilibarikiwa, kiliwa na watu wote, mtaa mzima tumeshikamana, tuna upendo. Unahisi kabisa mwezi bora uwe mwaka mzima uishe. Lakini kila mtu sasa hivi kawa nyang'ao, kila mtu shekhe mchoyo, anakula peke yake ndani. Baraka zinatoweka, mwezi unaingia mpaka unaisha, hatufaidiki chochote kiimani. Sasa mimi mchango wangu unasema kinachofanya bajeti zetu kupanda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Waislamu wengi hatujajua falsafa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wengi hatujiandai kiimani kwamba jamani, huu ni mwezi wa imani. Wanawachuoni wanasema mwezi huu unapokaribia tuupokee kwa tauba, tutubie madhambi yetu, tulete toba ya nguvu. Kabla mwezi haujaingia unajikuta umetubia makosa yako mengi, umeacha madhambi yako mengi. Unaingia ndani ya mwezi una mzigo mwepesi, mwezi umeupokea vizuri, nao umekupokea, imani inapanda, uchamungu unapanda. Badala ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa toba, kiimani, kiuchamungu, kiibada, kwamba bwana mimi natia nia safari hii nitaswali swala 5, tarawih sitoikosa, Ramadhani hii ndo mabadiliko yangu, baada ya hapo mimi sitoacha kuswali. Hatujiandai na hayo, sisi tunajiandaa na misosi. Kila mtu kipindi hicho anahangaika, atafuta pesa ajaze store, kambi, sijui nini. Sasa mimi nakuulizeni Waislamu wenzangu, kwani huu mwezi wa kula mpaka tunajaza store vyakula mbalimbali, usi mwezi wa kujizuia? Tumeambiwa sumu. Shekhe, hebu tumalizie fasihu, si ndio jamani? Fungeni ili mpate afya. Na kuulizeni sasa hivi, Ramadhani za zama hizi zinatupatia afya au magonjwa? Waulizeni wagonjwa wa kisukari, pressure. Mwezi wa Ramadhani ukiingia mpaka unaisha, sukari yake imepungua kidogo, inazidi kupanda. Kwa nini? Vyakula vingi, kambi na sukari, hichi kina sukari, hichi kina sukari. Kwa hiyo lazima tubadilike, lazima tukubali kwamba huu ni mwezi wa kufunga na sio wa kula. Na wakati huo Uislamu haujakataza kula. Kama uwezo unakuruhusu kula vizuri, kula futari nzuri, lakini ni dhambi wewe una futari ya drafti, jirani yako anakula maharage tu, ni dhambi kubwa. Ni dhambi umepika futari aina nyingi, imekushinda, inabakia pale. Sheikh wangu amesema wengine wanakula saa 4 saa 5. Ni kweli, watu wa pwani tuna tabia, tukirudi msikitini wakati wa tarawih tunagusagusa tena, si ndio? Pamoja na kugusagusa, bado bajeti zetu hazikupaswa kuwa juu
katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kama zinavyokuwa nje ya Ramadhani. Narudi kwa wafanyabiashara, kitu gani kinachowapelekea wafanyabiashara wengi leo kututandika Waislamu kipindi cha Ramadhani, wanatupandishia bidhaa? Kwa nini? Kwa sababu wafanyabiashara wameshajua Waislamu wa zama hizi, wazee wa drafti, Waislamu wa zama hizi bana, wanapenda kula, wanapenda kula vizuri. Kwa hiyo lazima tuwapandishie biashara, tuwapandishie bidhaa, na kupandisha bidhaa ni haramu. Wafanya biashara wengi leo wa jiji hili la Dar es Salaam, jiji la gharama, tukiwatazama namna wanavyoendesha biashara zao ni kinyume na mafundisho Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume asema, man ihtakara wa huwa khati'un, atakayenunua bidhaa mapema akahifadhi store, anasubiri kuja kuwatandika watu baadaye wakati wa shida ili aje apandishe wakati wa Ramadhani, amechuma madhambi makubwa. Kwa hiyo mchango wangu mimi unasema, sababu inayopelekea bajeti zetu kupanda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani maradufu na maradufu, kwanza Waislamu wenyewe hatujajua falsafa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wengi tunadhani huu ndio mwezi wa kula, mwezi wa kula. Tumeagizwa kula vizuri ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, enyi mlioamini, kuleni katika vile vizuri alivyowaruzuku Allah na mshukuruni Allah ikiwa kweli nyinyi mnamwabudia yeye. Hatujakatazwa kula vizuri, sijaja kuambia msile vizuri. Nilichokuja kusema tupike kile ambacho kinatutosha, kikibaki tusikitupe na tusikihifadhi katika mafriza kikabakia kuwa barafu. Tuhakikishe iftari tunayopika siku hiyo inakwisha, inaisha, hapo hakuna tatizo. Qur'an inasema wala tubadhir tabdhira, wala usitumie hovyo mali yako na riziki. Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin, hakika wale wanaotumia kwa fujo, kwa ubadhirifu, hao ni ndugu na mashetani. Badala ya kuyasahau haya yote, kisha sisi ikawa kazi yetu kujiandaa vyakula. Narudia tena, hatujakatazwa kununua vyakula sasa hivi tukaweka ndani ili mwezi wa Ramadhani tukapata kula vizuri. Tulichokatazwa ni kuamini huu mwezi ni wakula vizuri. Aliyekuambia ule Ramadhani tu vizuri, miezi mingine usile vizuri, nani? Na ndio maana nikakuulizeni, kwa nini tunapofunga kila Jumatatu na Alhamisi hatuna futari za fujo, drafti? Futari aina moja, alhamdulillah, tumetosheka. Funga ni ile ile, kwa nini Ramadhani tu? Kwa hiyo hizi ni fikra zimekaa kichwani, huu ni mwezi wa kula. Mnakumbuka daku zamani ilikuwa napigiwa dufu? Nakumbuka wazee wa pwani, vijana wanachukua madufu, wanapiga, wanatembea majumbani, daku jamani, daku, kula daku. Wanatoka nje, wanapewa pesa kidogo, wanakupigia madufu, wanakuimbia mashairi. Kilichokuwa kinanishangaza tangia siku hizo nikiwa mdogo mpaka leo, kula daku kwa Mpemba, kula daku kwa Mpemba. Najiuliza, kwa ni Mpemba peke yake ndio anakula daku? Mpemba peke yake ndiye anayepika daku au jamani nakosea? Kwa hiyo mimi nafurahia hizo tamaduni za kipwani za muda mrefu. Papa bana, wewe umepika nini? Magimbi leta. Wewe umepika nini? Miogo. Wewe nini? Tambi. Tunakaa pale barazani tunakula. Wallahi, kuna wasiokuwa Waislamu huko nyuma walikuwa wameingia katika Uislamu kwa sababu ya utamaduni huu ulio mzuri wa kushare chakula. Leo kila mtu anajifungia ndani, subhanallah. Mtu unaona kabisa yule mwenzio anakula kwa mama ntilie, hana uwezo ndani na futari, wewe unaita drafti. Chukua mwenzio kale naye, utapungukiwa na nini? Wana wachuoni wanasema chakula mwisho wake kubadilika kuwa ni uchafu tu, unaenda chooni. Uongo jamani? Kwa hiyo wasia wangu, mchango wangu kwanza, kinachofanya bajeti zetu kupanda, baadhi ya Waislamu kama sio wengi tunaamini huu ni mwezi wa kula,
na ndio maana wafanya biashara na wao walipoligundua hilo wanatupandishia bidhaa. Uislamu unatuambia tusile sana futari ili tuweze kumudu kuswali swala tarawehe. Kwa hiyo utaona mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada, mchana ni kufunga, usiku ni ibada ya tarawehe na visimamo mbalimbali, na sio mwezi wa kulakula. Tule, tufunge ili tupate afya, tufunge tubane bajeti, tusifanye israfu, tusifanye ubadhirifu. Allah hapendi kufanya ubadhirifu. Tusaidiane katika futari, katika daku, tuhakikishe mtu halali huku ameshiba na jirani yake analala huku ana njaa. Haya ni makosa makubwa na sio katika Uislamu. Mchango wangu ni huo. Mtangazaji, narudisha kwako maiki. Wakati huo mtoto Temeke anawauliza swali la kitekniki watoto wa Zakiemo, kama mnakubali mwanadamu anaweza kujisahau mchana wa Ramadhani akajikuta amekula au amekunywa, je, anaweza akajisahau akatenda tendo la ndoa la halali mchana kweupe wa Ramadhani? Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Haya, swali hilo jamani la Sheikh, mimi sitaki kuchangia chochote. Nimeulizwa nyinyi hapa watu wa Zakiemo. Nani anaanza kujibu? Kabla sijawajibu hili swali, kwanza Sheikh atufahamishe, sababu hilo tendo wanafanya watu wawili, wote mmesahau wawili au mmoja? Yaani si unakuwa na mtu na mkewe, mmesahau wote au mmoja? Yaani Sheikh anijibu kwanza. Kwanza takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Mwenyekiti nasema mtu Temeke tunajiita TMK wanaume, si ndio? Sio sisi hawa. Lakini nimekubali Zakiemo kwa vizuri. Huyu mwamba kabla hajanijibu kaanza kunibana. Utadhani mwana wa chuoni. Bwana, huyu mwamba lazima nipe nauli leo. Eba, nauli hapa mwamba hii. Hii nauli bwana. Da, takbir. Umetisha. Huyu mwamba ameenda kule kwenye ikhtilafu za wanawachuoni. Wanawachuoni wanasema mwanadamu anaweza kujisahau akala, anaweza kujisahau hali ya kuwa amefunga akajikuta amekula au lakini tendo la ndoa ngumu, kwa sababu kula mtu akijisahau yuko peke yake. Kula kitendo cha yeye peke yake, sio yaani kula na kunywa ni kitendo cha yeye peke yake. Tendo la ndoa wako wawili, kasahau mmoja, mwingine naye kasahau. Wanawachuoni hawa, tadhani wanawachuoni mambo wameshinda. Mtoto Temeke nimepigwa 3 bila leo. Naam, sasa moja kwa moja tunaingia katika kipengele chetu cha pili. Swali lolote kutokana na mada ambayo iliyopo ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kwenda kwa Sheikh hapa. Asalamu alaykum. Kwanza kabisa kabla ya kuuliza swali nilikuwa nataka nizungumze kitu kimoja. Nashukuru leo kuonana live na Sheikh Kishki, maana nilikuwa sijai kutarajia kwamba siku moja nitaonana na Sheikh Kishki live na kukusana naye mkono. Aisee, kitu alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo swali langu ni kwamba je, kwa mwezi wa Ramadhani kwa mfano mtu hajaoa anaruhusiwa kufunga na anafuturu wapi? Yaani hana kwa kufuturu na hajaoa, inakuwaje kwa huyu mtu? Na kuuliza swali na wewe, si yule wa Zakiemo mwenzio kanipiga 3 bila. Sasa na wewe nakupelekea maiki. Langu linasema kabla ya Ramadhani wewe bachelor, asubuhi, mchana, jioni unakulaga wapi? Mimi hapa nikiwa bachelor kabla ya mwezi wa Ramadhani mara nyingi huwa nakula kwa mama ntilie, ndo ninakopata riziki huko, nakula huko kwa mama ntilie migawani. Miaka nenda miaka rudi anaishi miezi yote anakula asubuhi, mchana, jioni. Anakula kwa nani? Mama ntilie. Sasa kama unakula kwa mama ntilie, sharia ya dini yetu haijakukataza ukienda kula futari kwa mama ntilie. Mama ntilie yule yule ambaye mama sasa ntilie tena futari. Kwa hiyo unapaswa ufunge, na bahati nzuri mama ntilie wengi wa Kiislamu mchana wa Ramadhani hawapiki. Sasa hivi wamebadili staili, wanapika nini? Futari. Nenda kwa mama ntilie yule kale futari. Lakini funga kwako lazima uwe una mke au huna mke. Madamu wewe ni Muislamu na huna dharura za kisheria, na yafaa kula kwa mama ntilia, kuna shida. Na mama ntilia awe bachelor hajaolewa, yafaa kula kwake. Mama ntilia awe Mkristo, yafaa kula kwake, kwa sababu katika masharti ya funga
hakuna pahala pameandikwa futari yako akupikie Muislamu au akupikie asiyekuwa Muislamu. Maadamu unakula chakula halali, umetoa pesa yako halali, ruksa kula na kununua futari popote pale. Kwa hiyo wangu bachelor unapaswa ufunge na utabadilisha staili, utakula futari kwa mama ntilie. Naam, shukrani sana kwa majibu hayo Sheikh. Tutoe swali moja la mwisho kabla Sheikh hajaanza kuuliza maswali. Swali moja la mwisho kwa Sheikh. Naam, karibu. Asalamu alaykum. Naam. Sheikh, Kishki, kwanza namshukuru Allah. Naungana na mwenzangu, hata mimi nilikuwa nasikia kishki. Alhamdulillah, nashukuru Allah nimekuona. Mwenyezi Mungu ajalie heri. Sheikh Kishki, nilikuwa nauliza jambo moja, yani kwamba nina mke wa ndoa, aidha tulipofikia mpaka pale tunafikia kuoana, yani ndoa, aidha wakati huo wote tunaswali, pengine yeye ikatokea aswali au mimi naswali. Sasa inafikia kwenye kama kipindi hichi cha Ramadhani, tayari mimi wakati huo wa kupata iftari, na yeye si Mswahilina tena, anafanya yake. Je, ile iftari anayoniangalia nikala inaswizi? Swali la ndugu yangu linasema yeye ni Muislamu, anafunga, haya, anaishi na mke wa halali, mke wake haswali na hafungi na anampikia futari, si ndio? Anauliza hiyo futari vipi? Sasa kidini tunapaswa kujadili, yafaa kukaa na mke ambaye haswali na hafungi, kwa sababu swala ni katika nguzo tano za Uislamu na funga pia ni katika nguzo tano za Uislamu. Mwanamke aliyekataa kutimiza, kutekeleza, kusimamisha nguzo mbili kubwa katika nguzo tano za Uislamu, swala na funga, yafaa kuendelea kukaa naye kabla ya kuuliza habari ya futari. Jawabu, wanawachuoni wanasema, vitabu vinasema, mpe mawaidha, mpe nasaha, tumia nguvu. Wewe ni mume, una nguvu juu ya mke. Kama mwanamke hataki kubadilika, unaweza kumuhama, hakuna kulala naye chumba kimoja. Kama wanawake wenyewe ndo wa zama hizi wamedata na kujizima data, maana wanawake wa zama hizi jamani wamedata na wanajizima data. Wewe unamwambia haya, utalala kitandani, mimi nalala kwenye makochi, silali na wewe, kwa sababu wewe unamuasi Mola, hutaki kuswali. Kwambia afadhali babu, umenipunguzia. Huyo utakuwa hujamfunza bado. Utafute njia zingine. Itisha kikao cha wazee wakwako na wakwake. Wazee, binti yenu wa Kiislamu huyu aswali, afungi. Kama juhudi umezifanya kubadilika, habadiliki, Uislamu unakutaka umwachi. Wanawake wamejaa, wanawake wamejaa na wengi wanatafuta stara. Unaelewa shehe wangu? Na kama ni mkaidi, futari yake usile, mwambie unajipikia bure, siwezi kula futari yako. Yaani hiyo zote ziwe katika mbinu za kumfanya aogope, arudi kwa Mola wake, afunge na aswali. Sasa hivi ni wakati sasa kwa kwako na kupeleka maswali kwa hadhira ambayo iko hapa kuingia katika kijiwe hiki cha Mbagala Zakiwa. Karibu sana bila kupoteza wakati. Maswali yetu ni ya Ramadhani. Atakayeweza kujibu tuna zawadi ndogo anapewa. Swali la kwanza, ibada ya funga ilifaradhishwa mwaka wa ngapi? Ibada ya funga ililetwa mwaka wa ngapi? Tangia mtume wetu ahame kutoka Maka kwenda Madina, mwaka wa ngapi ibada ya funga ilishushwa? Ibada ya funga ilifaradhishwa mwaka ule wa kwanza mtume kwenda Madina. Amejitahidi sana, amejaribu, kakwasia sehemu ndogo. Kwa hiyo jawabu halijakamilika.
Yeye kasema mwaka wa kwanza tangia mtume wetu alipohama kutoka Maka kwenda Madina, yeye kasema hivyo. Jawabu, kuna sehemu ndogo amekosea. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya funga ilifaradhiwa mwaka wa pili hijiria. Haya, kuna ustadhi hapa, kuna kijana anasema ibada ya funga rasmi ilishushwa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwaka wa pili hijiria. Hijiria maana yake mwaka wa pili tangia ahame kutoka Maka kwenda Madina amepata. Katibu, mpatie shilingi 5,000 huyu nauli. Lakini jamani, mnaonaje mzee wangu, mzee wa maagizo, mzee wa helikopta kidogo alisogea akasema mwaka wa kwanza ngoja naye tumpe kwa heshima yake. Maana leo kanipa agizo zito sana. Naomba mpe na mzee wangu bwana nauli. Kwa hiyo jamani, ibada ya funga ililetwa rasmi mwaka wa pili tangia mtume wetu ahame kutoka Maka kuja wapi? Madina. Ina maana mtume wetu amekaa Maka miaka 10, funga ilikuwa bado haikushushwa. Funga ililetwa baada ya kuhamia Madina mwaka wa kwanza wa pili. Sasa tumeelewana? Swali la pili, ili atakaipatia na 10,000, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam maisha yake amejaliwa kufunga Ramadhani ngapi? Leo tupokee hesabu zaidi, namba tu zinatembea. Haya, swali limesikika hili. Yupi anataka kujaribu? Anataka kujibu. Sio unahesabu vidole. Amejitahidi lakini amekosa. Mimi nafikiri 9. Sina uhakika sababu ya namba. Mwenyekiti, inabidi ukate shauri ngapi? 9. Ramadhani 9. Haya, mwenyekiti wa kijiwe, yaani kama kapatia kabeba kijiwe chote, au sio? Kama kakosea kabwaga nyote. Mnasemaje? Mwenyekiti kwa vizuri, amepata. Bwana, toka mwenyekiti hela bwana. Au unatoa mimi hiyo? Hii hapa, mpe mwenyekiti bwana. Takbir. Jamani, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam maisha yake amejaliwa kufunga Ramadhani ngapi? 9. Tupige mahesabu. Funga ilishushwa mwaka wa ngapi? Si wa pili. Na mtume wetu amefariki mwaka wa 11. Hesabu sawa 9 wa kwanza, usindio? Mwaka wa pili hesabu moja hiyo. Mwaka wa 3, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, 11 tu, 2 ngapi? 9. Kafunga Ramadhani 9 tu. Mimi na wewe tuna Ramadhani nyingi tumefunga lakini mtihani bado, mambo hayajakaa sawa. Swali, mzee wangu, utauliza wewe swali safari hii. Haya, mpelekee maiki shekhe aulize swali Kigongo, lakini uliza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina maana mwaka mtume alipotoka Maka kwenda Madina akiwa mkubwa kabisa, na Ramadhani hiyo, Ramadhani Mwenyezi Mungu asema kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qabl, fungeni kama walivyokuwa wamefunga watu wa kabla yenu. Yeye kule Maka kule alikuwa mkubwa, alikuwa fungi. Mzee wangu, mimi nimemwomba kuulizeni swali nyie, kanigeuzia kibao mimi. Nakumbukeni huko awali kanipa agizo nikatafuta helikopta. Uislamu ulishuka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimaana Mtume Muhammad alikuja kuumalizia Uislamu. Kipindi cha utume wake alichukua miaka 23. Sharia za Mungu zilikuwa zinashuka kidogo kidogo kwa muda wa miaka 23. Katika mji wa Maka ameishi miaka 13 kipindi cha utume. Kipindi cha utume alikaa Maka miaka mingapi jamani? 13. Kazaliwa Maka, alipofika miaka 40 kamili akapewa utume. Akaanza kutumikia utume kuanzia miaka 40 mpaka miaka 53. Ndo akahama kutoka Maka anaelekea wapi? Madina. Madina kule kienda kulingania dini miaka 10. Kwa hiyo utaona miaka 13 ya Maka, miaka 10 ya Madina. Kipindi cha utume wake miaka mingapi?
23. Kwa hiyo dini ilikuwa nashuka kidogo kidogo. Kipindi ambacho alikuwa Maka, sharia ya funga bado ilikuwa haijamshukia. Swali la 3 jamani, kigongo hicho. Mke na mume wametenda tendo la ndoa la halali usiku wa Ramadhani saa 9, 10. Baada ya kumaliza akasema pumzike kidogo. Vijana wa mjini wamejisemea hamadi saa 1 asubuhi, wameamka na janaba. Funga yao imeswihi au imeharibika? Swali linaonekana ni jepesi. Upande huko washajibu sana. Wewe turudi nyuma. Nyuma yangu hapa. Huyu ustadhi kabisa. Inshallah itatunyanyua, semeni amin. Kila aliyehudhuria kwa Mkapa na kwa Uhuru leo itanyanyua, semeni amin. Allah tunyanyue duniani hadi akhera, semeni amin. Imeswihi. Naam. Kwa nini? Kwa nini imeswihi? Kwa sababu lile tendo wamelifanya kabla ya muda wa somo, yaani nje ya somo, ikiwa na maana katika muda ambao ni sahihi. Mashaallah, anasema funga yao imeswihi. Jawabu amepata, takbir. Na nikamchokoza, kwa nini funga yao iswihi na wameamka na janaba hao? Kanaambia kwa sababu tendo limetendwa wakati wa ruksa. Ishu ya kuamka na janaba asubuhi kwa kupitiwa, ili waliharibu funga jamani. Amepata Sheikh, mpe nauli Sheikh bwana. Takbir. Wenzetu huko nyuma maswahaba, ngoja nikupeni kisa cha maswahaba. Maswahaba jamani, huko nyuma ibada ya funga ilivyoletwa tu, wakaambiwa kaeni mbali na wake zenu, si mchana si usiku, mwezi mzima hakuna kumkurubia. Maswahaba jamani, si wana imani kuliko sie? Sio mpaka wametangaziwa pepo wale watu watukufu jamani, si ndio? Wenyewe wamekakaa Ramadhani imekonda ya ngapi hao, wakaanza kupata taabu. Kina Saidina Umar wakaanza kulalamika, ibada hii Ramadhani hii jamani itamalizika salama hii? Qur'ani ikashuka kwamba Mungu ameshajua yaliomo ndani ya nafsi zenu, kumbe ili linakupeni tabu. Uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum, hivi sasa mmeruhusiwa kukutana na wake zenu usiku. Ruhusa hiyo ikashuka mpaka mimi na wewe leo tunatamba usiku, si ndio jamani? Nakuulizeni sasa, wana wa Dar es Salaam wenzangu, sheria ingekuwa ndo ile ile, hakuna kumkurubia mamia sheghele mwezi mzima, si tungeharibikiwa sie? Sisi watu wenyewe watu madhaifu wa imani, si ndio jamani Kwa hiyo ustadhi amepatia bwana. Swali langu lipo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Umefunga mwezi wa Ramadhani, umekaa sehemu ukapitiwa, ukapata usingizi. Kwenye usingizi ikakupitia ndoto, unashtuka umeharibikiwa. Vipi saumu itakuwa imeendelea wakati huo? Swali limesikika jamani? Kijana mwenzenu wa Zakiemo anawapachika vijana wenzake swali kigongo. Waalaikum. Naona saumu yake ipo sahihi, ipo sawa, inasihi tu, haina shida. Swali hili narudisha kwako ulijibu kitaalamu zaidi inshallah. Haya jamani, muuliza swali, ameniomba mimi ndio nilijibu swali. Jawabu huyu bwana amepata. Aliyeota mchana wa Ramadhani akiwa usingizini akajichafua, manii kamtoka, funga yake iko sahihi. Kwa nini iko sahihi? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema watu watatu hawaandikiwi madhambi. Mtu wa kwanza mtoto mdogo mpaka bale. Mtu wa pili aliyomo usingizini mpaka amke. Kila unachokiota usingizini hupati dhambi. Si umeua, si umefanyaje, si umebaka, si umefanya, usingizi ule ni ndoto tu, kwa hiyo huandikiwi dhambi. Mtu wa tatu mwenda wazimu mpaka akili yake irudi. Kwa hiyo aliyeota mchana wa Ramadhani akiwa usingizini akajikuta amechafuka, funga yake iko sahihi, kwa sababu hakujitoa mwenyewe manii mkononi kimatamanio, bali alikuwa usingizini, na Bwana Mtume akasema aliyomo usingizini
haandikiwi madhambi. Kinachotakiwa kwake akakoge janaba, aendelee na funga yake. Amepatia katibu, mpe tena mwenyewe, mpe nauli, njoo. Wewe ndio unamkabidhi mgeni rasmi, wewe mkabidhi wewe. Tumebakisha swali moja la mwisho. Kaomba chenji. Sawa, tumalizie swali moja la mwisho shekhe, la kufungia, swali la 5 la mwisho. Shehe, mimi nauliza, mke wangu mwezi mzima amefunga na waga wale watu hawatimizaji, zimebaki siku 3, 4 au 5. Je, katika kulipiza saumu yake naruhusiwa kumfungia? Hili swali unaniuliza mimi, unauliza hawa? Ananiuliza mimi, sio? Haya, huyu bwana inaonekana anampenda mkewe, huyu kashikwa. Hebu njoo kwanza tukuone. Yaani mwambo uko tayari mpaka kumlipia funga? Mwambo umeshikwa. Nipe mkono. Kushikwa sunna mwanangu. Kushikwa sunna. Waambia vijana wenzio wasiponishika mke wangu, nataka nishikwe na nani? Lakini umezidi. Hata kulipa mpaka madeni ya mkewe. Jawabu, wanawake kama ilivyo kawaida yao huwa hawamalizaki mwezi mzima. Mungu amewaumbia ile ada yao, wanaingia kwenye mwezi, si ndio jamani? Wanaingia mwezini. Sasa mke wake kafunga siku 25 kwa mfano, 5 zimemshinda, akapata hedhi. Baada ya Ramadhani naruhusiwa mie kumsaidia kufunga? Ndio nikasema wewe mwamba kweli anampenda mkewe. Wangapi wanapenda wake zao? Wanawaona TV hizi 1, 2, 3. Mwenyekiti, vipi wewe haumo? Jamani, kupenda mke sunna. Bwana Mtume siku moja kaulizwa, mtu gani dunia nzima unampenda nambari 1? Akasema mke wangu Aisha. Hajaona noma wala kokoro. Wewe una noma kijana ukisema unampenda mke wako bwana? Hao vijana wenzio watakusema tu limbwata, kashikwa, mwambie sawa, hamna shida. Jawabu shehe wangu, anayetakiwa kufungiwa ni maiti. Kama mke wako, Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu, na wake zetu na wazazi wetu na familia zetu na sote, Mungu atupe umri mrefu wenye kheri na baraka. Kama mke wako atafariki, kaacha deni la funga siku 1, 2, 3, hapo ndo unamlipia. Muda wa kuwa yuko hai, muhimize bibie, Idi shaisha, anza kulipa deni la Mungu kidogo kidogo. Sawa shehe wangu? Mimi nauliza swali kigongo. Niulize shehe wangu nisiulize? Ili swali nimeulizwa na watoto wa TMK, nimeulizwa mie, na nakuulizeni watoto wa Zakiemu. Inafaa kumfuturia mke? Mmenielewa? Nimeulizwa swali, Shehe Kishki, inafaa kumfuturia mke? Kwanza mwanzo sijaelewa. Nikasema vipi? Adhana imeilia, Allahu akbar, Allahu akbar. Bibi sogea hapo. Inafaa? Nimeulizwa swali hilo na watoto wa Temeke, nimewajibu kisheria. Haya, mtoto wa Zakiemu niambie, yafaa kumfuturia mke? Adhana imelia, badala kuanza na tende au kuanza na maji ukasema unaanza na bibie, inafaa? Asalamu alaykum. Inafaa shekhe. Kwa nini? Kwa sababu pale mwanamke anaonekana kwamba alikuwa na hamu na mume wake. Mzee wangu kasema inafaa. Jawabu, amepata amekosa? Amepata. Kwa nini shehe amepata? Wakaniuliza watoto wa Temeke, shehe, inafaa kumfuturia mke? Nyinyi vijana wa zama hizi nyie mna mtihani nyie, mnatuuliza maswali mashata Mtume Muhammad hajawahi kuulizwa. Jawabu nikajibu inafaa. Akaniomba dalili, nikamwambia mfungaji jua likizama vyote alivyokatazwa ruhusa. Nikamuuliza inafaa kula? Akanambia ndio, si ndio maana amekula, amekunywa maji. Anaruhusiwa kula tende, maji, anaruhusiwa kunywa? Akasema ndio. Kwa nini? Si tayari time ya ruhusa. Nikamuuliza na tendo la ndoa pia ruhusa, lakini nikamuuliza we ni mwamba kiasi gani usije ukafa? Acha pupa kijana, usiendekeze haya mambo, nenda kafuturu, kaswali,
nenda Aisha msikitini kapiga tarawih. Huyo mke wako anakusubiri, kuku wako huyu. Vijana msije mkasema sheria imeruhusu masaa 12:30 ujala chochote, eti unajifanya una usongo sana na mke wako, kwamba adhana imelia. Mtume anasema anapofuturu mmoja wenu aanze na nini? Tende. Akikosa tende, wewe unakimbilia kwa mke, utakufa. Lakini kufaa inafaa, si ndio? Ili swali ni kigongo, bwana kapatia huyu, ana 10,000 ukapatia huyu swali kigongo. Shehe wangu na mwenyekiti, kwa sekunde 10 tu za shukrani kama utakuwa nazo, tufunge kipindi chetu. Bismillah. Kwa niaba ya Waislamu wenzangu hapa Zakiem, Sheikh, tunashukuru sana. Kama kuna ndugu yangu pale simaje kukuona hata siku moja. Unajua Sheikh, kila mtu ana wapenzi wake. Kuna wapenzi wa Diamond, wa Simba na Yanga, waumini wa kweli, vipenzi vyao ni mashekhe. Nawe ni mmoja katika vipenzi vya Waislamu. Kwa hiyo wanashukuru sana, na mimi binafsi nashukuru sana kwa kutuheshimisha na kuendeleza jukumu hili la Kiislamu. Shukran. Naam, asante sana dai wa kimataifa Sheikh Nurdin Kishki, lakini pia shukran kwao wanakijiwe kutokea hapa Mbagala Zakiem. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao nimeshirikiana nao, asante kwake Tariq Tarkiz, lakini pia vile vile Abdul Karim Abdurrahman, Ahmed Kimamba, pamoja nami ni Khalid bin Omar. Hadi wakati mwingine tena, Mobile Sheikh itakujia tena hapa hapa ndani ya Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.